Tarehe 24 mwezi wa pili mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 2 za usiku huko katika mtaa wa Bushata, eneo la Bezi, kata ya Kayenzi, katika wilaya ya Ilemela. Mtu mmoja aitwaye Abubakar Shabani Ramadhani, ana miaka 44, yeye ni mvuvi na mkazi wa kisiwa hicho cha Bezi. Alizama majini na kupoteza maisha alipokuwa akifanya shughuli zake za uvuvi. Marehemu alikuwa akitumia mtumbwi ambao haujasajiliwa. Mwili wake ulipatikana siku ya tarehe 25 mwezi wa pili mwaka huu. Ulipatikana ukiwa unaelea pembezoni mwa fukwe za ziwa Victoria katika eneo la Bushata katika kisiwa hicho cha Bezi. Baada ya uchunguzi wa kitabibu kukamilika na utambuzi kuthibitishwa, mwili wa marehemu uliweza kukabidhiwa kwa ndugu jamaa kwa ajili ya taratibu za mazishi. Lakini pia siku ya tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu, hii ilikuwa ni majira ya saa 2 za asubuhi katika mtaa wa Mtakuja katika kata ya Nyamuhongolo, wilaya ya Ilemela. Pia ulipatikana mwili wa mwanamume ambaye anakadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 40 mpaka 50 hivi. Mwili huo ulikutwa katika shamba la miwa lililopo kwenye bonde la mto. Uchunguzi ambao umefanywa na jeshi la polisi umeonyesha kuwa marehemu alisombwa na maji kutoka eneo jingine na hadi alipokutwa katika eneo hilo, kwa sababu hapo kuna mto ambao unapita na mto huo umekuwa ukiongezeka kwa sababu ya hizi mvua zinazoendelea kunyesha, hivyo kumfanya mtu huyo ashindwe kuhimili nguvu za maji, alikuwa akipita kwa kasi kubwa. Mwili wake umehifadhiwa katika hospitali ya Sekoture kwa ajili ya uchunguzi zaidi, na jeshi la polisi linatoa taarifa hiyo ili kama kuna ndugu jamaa ambao wanamtafuta bwana huyo waweze kufika katika hospitali ya Sekoture kwa ajili ya utambuzi na kusaidiana pia katika utaratibu wa kufanyia uchunguzi mwili wa huyo ndugu yao. Jeshi la polisi sasa, kutokana na matukio haya yanayoendelea kujitokeza kwa sababu ya mvua zinazoendelea kunyesha katika mkoa wetu, tunatoa wito kwa wananchi kuepuka na uvukaji wa mito, uvukaji wa mifereji na kupita kwenye mabonde yenye maji mengi yanayotiririka bila kuchukua tahadhari katika kipindi hiki ambacho mvua zinanyesha kila siku. Lakini pia tunawatahadharisha wawapo katika ziwa kwa shughuli za uvuvi au shughuli za usafiri, wanapoona hali ya hewa ambayo hairidhishi, basi wachukue tahadhari, ikiwa ni pamoja na kuahirisha safari hizo zisizokuwa na ulazima, kwa sababu hali ya mvua inaendelea kunyesha katika maeneo yetu ni kubwa. Hivyo ni vema wakajiepusha na kupanda vyombo vya majini ambavyo havina uhakika wa kufika salama.